Suzi, Suzi mwanangu, amka mkandae kwenda shule, maana tumeshachelewa sasa hivi. Mbona kelele? Saa 12 mwanangu, tumeshachelewa. Ngoja nikuandae hapa haraka tuwahi. Kwa hiyo chai vipi? Tunaona nampeleka Suzi shuleni. Nitakaporudi nitakuandalia hiyo chai. Mama, mwenyewe nina njaa. Sawa mwanangu, utakaporudi jioni utakula. Suzi mwanangu. Kale daftari mwanangu Sawa. Sisi kwa kigagula. Haya shida.
Wewe Kigego, hivyo shida gani? Umeondoka hapa tangu asubuhi, umeacha sijala mpaka saa hizi. Mbona unapenda kunizoea? Lakini mume wangu, unajua mimi nilipeleka mtoto shule. Sasa si unaona hapa nakuandalia chai. Wewe dai chai na kuandalia. Sasa maneno tena ya nini mume wangu? Lakini wewe unapi chai mchana kasa mtu akunywa chai. Unataka kunywesha chai, unataka uniletee matatizo mimi. Si unaona lakini hapa nahangaika na moto ili uwake hivi viazi viive nikuwekee chakula ule mume wangu. Mbona unapiga kelele asubuhi yote hii? Nakwambiaje? Hizo tabia zako za kipuzi mimi sipendi. Alafu nikiongea na wewe unataka uniangalie, mimi kidume naongea, sawa? Unaona zao zinazoleta? Mimi sipendi zao ujue. Jua wajibu wako, alafu unaongea unaendelea mambo yako mengine. Wewe sio unafanya hivi. Wewe kiasi hicho. Lakini Basuzi, haya ndo viazi umeshamwaga. Tunakula nini? Hivi unajua jinsi gani mimi nimepata shida kutafuta hivi viazi? Wewe asubuhi unatoka kama ndani na mapombe yako tu unakuja unamwaga hivi viazi. Utakula jeuri yako. Mimi ndo nitakula jeuri yangu. Hivi Basuzi wewe. Kuna mwanangu ni zaidi gani? Wewe unafanya hivyo. Kuna unataka mimi kufanya nini? Unasemaje? Hivi umemwaga kile chakula, unategemea mtoto anakuja anakula nini? Bas, niache yaishi. Yaisha nini? Bas. Alafu wewe Basuzi wewe. Yaani utakuja hadi nitakufanya kitu kibaya ambacho hujakufanya hata wanaume wote watashangaa hapa duniani. Sababu kwani ni kweli lazima uingie mkoani, unapenda kunizalisha. Kwa nini? Ila wewe wapi shida kunizalisha mimi? Haya ndio umeshamwaga chakula. Tunakula nini sasa hivi? Basi yaishi. Niache. Mkangu wangapi? Nakuuliza wangapi? Yaani usipobadilika hata iwe mara 10. Sasa wa taifa yako. Mimi nitaenda sehemu yoyote, nikaamika kama mnavyoamikaga. Wewe nenda popote tu. Kwa hiyo sitaenda kuvumilia. Yaani unaenda popote ambako unaweza kupata hiyo hapa. Baridi. Tutaona, sasa tutaona. Sawa, tutaona. Dunia ya maisha. Dunia ya maisha. Dunia ya maisha. Dunia ya maisha. Suzi, hujambo? Sijambo. Hizo karanga nani kakutuma wewe uuze hizo karanga? Wazazi wako nyumbani wanafahamu kama unauza karanga? Hawafahamu. Ina maana nakutuma ajue kwamba wewe ni mwanafunzi. Hautakiwi kufanya hiyo biashara. Nauza hiyo nipate hela ya kununua madaftari. Nikiuza hiki chote napata 1000. Dunia ya maisha. Dunia ya maisha. Dunia ya maisha. Yaani ulifukuzwa shule kwa sababu una madaftari, si ndio? Ndio maana ukaamua uje uuze hizo karanga. Na hata baba yako, mama yako wameshindwa kukununulia madaftari mpaka mtoto unafikia hatua hii ya kuuza karanga kweli? Baba akasema na hela. Hebu nipatie hicho kwanza. Patie. Shika hii. Uende nyumbani sasa hivi. Sawa?
kesho uwahi shule mapema, tununue daftari. Asante mwalimu. Haya, nenda nyumbani. Usicheze njiani eh? Ni mtoto mdogo kama wewe. Haya, akikabwa likitokea lolote, na wewe bado ni mwanafunzi, watu wengine wanautani sana serikali. Ya maisha mpaka lini? Itabidi nitafute namna tu ya kupambana na haya maisha, sivyo ndo tunapotea hivyo, na bila kujua mwisho wake ni wapi. Dunia ya maisha, dunia ya maisha, dunia ya maisha, dunia ya maisha. Visa mbona haraka hivyo wapo umependeza. Unaenda hapo? Ngoja kwanza. Kusonya kwenye ujui na utarudi. Mimi ndio top.
mke wangu, kwini langu hilo, Malkia. Umeloa ndembe. Sijui umetoka wapi hadi umeloa hivyo. Anyway, hainihusu. Hizo ni shida zako. Fanya mpango hapo kidogo upate kitu. Sawa? Nikashtua kidogo, nataka nipasuke. Mtaa wote ajue. Hivi mume wangu wewe umelogwa? Umelogwa na nani? Mbona wenzao wanaanguka wanainuka tena? Lakini wewe kwanzia umeachishwa kazi baba Suzi. Yaani wewe ni wa pombe, asubuhi wewe pombe, mchana wewe pombe, usiku wewe pombe. Baba Suzi, utabadilika lini? Wewe, unikome. Tena unikome na kwa wewe unikome mara 5. Mimi kwamba nenda nikapiga vitu vyangu, usiniambie mambo mengine. Na kuelekeza hivyo. Wewe mwana uko umegaragaza sijui umeloa, umeinuka ujisema mwenyewe. Ukazi ya kusema mimi umeloa sijui unatoka wapi huko. Nimekuuliza unatoka kufanya nini wewe? Yaani sikuoni ukibadilika hata ile selusi. Yaani sikuoni ile ukiinuka kama mwanaume hata ile selusi sioni. Nakwambia hivi, na utaniambia ulikuwa wapi? Na umefanya nini? Utanieleza. Usiniletee mambo yako ya ajabu. Wewe kazi ya kunisema mimi kwako usemi. Alafu unakuja unashindwa kujiongelea mambo yako. Mbona ulivyoa? Mbona uongelee mambo hayo? Ujiongelee wewe umegaragazwa umeinuka au kusina. Nani huyu? Ndio mkazi wako. Subiri wewe. Na hilo utanielezea yukoaje umeloa? Wewe ndembe. Mbavu. Naambia siku. Kuna yako nafanya uyaseme. Kazi kunisawiri. Mke wangu leo sijui dozi katoa. Yaani Viki ndugu yangu, maisha kwa upande wangu yameshakuwa magumu. Mwenzio nateseka. Ndoa imenifanya nimepata maumivu makali sana. Maisha yangu yamekuwa magumu Viki. Baba Suzi anajua kuninyanyasa. Baba Suzi mwili wangu ameufanya kama ngoma, yani ananigeuza anavyotaka. Baba Suzi yule hajui kula mule ndani. Hajui napaka mafuta gani, sio mimi sio mtoto wake. Wewe. Imefika stage hadi ananipiga sasa. Acha bwana. Ananipiga na chanzo cha kunipiga. Ananiomba tu shilingi 500. Kitendo cha kunyima 500 kwenda kununua pombe. Unakuwa ni ugomvi na vipigo huko ndani. Yote 9. Hajijali yeye wala huyo mtoto wake. Yaani hajui hata mtoto wake anaenda vipi huko shuleni. Mimi tena ndo nimekuwa mama, nimekuwa baba mle ndani. Lakini 9-10, nashukuru Mungu siku moja nimepata hiyo nguvu. Nimemburuza yule bwana. Nimemkunguta. Maana sana nishachoka ya manyanyaso. Kila siku yeye akija kosa sikosa, kuna siku nafika stage kamwaga hadi chakula. Kwa hiyo shoga yangu lazima uchoke. Yaani hapa navuta picha mimi ndo ningekuwa wewe. Hapo wewe ndo unanisimulia umechoka. Lakini mimi hapa nimechoka zaidi hapo. Yaani mimi nisingeweza kuvumilia kabisa. Mpaka sasa hivi unavyozungumza ningekuwa nimeshaondoka. Hilo la kwanza. La pili, kama mwanaume wako anashindwa kujihudumia yeye mwenyewe sawa, yeye mwenyewe ajijali, ajijui, sijui anafanya nini, kwa nini hata mtoto wake mwenyewe ambaye sijui kama anakumbuka vizuri nguvu gani aliitumia kumpata huyo mtoto, anawezaje kumfanyia hivyo? Mimi nahisi akumbuki. Hivi ukimwona sasa hivi, yaani ukimwona mimi baba Suzi sasa hivi, nahisi hata ukutana hapa njiani unampita. Yaani vuta picha tu. Yaani hivi ninavyokuadisia vuta picha ndio unamuona. Ndio maana nimekuja tu kwako ndugu yangu. Unishauri. Nimechoka mzee, nimechoka. Yule bwana amenichosha.
Baba Suzi, kwa nini imefikia stage hiyo? Maana hiyo ni hatua ya mwisho kabisa ni lakini hapo nina imani kwa hivi vitu ambavyo umenisimulia, kukosa kazi, sijui kukupiga, sijui kukufanya nini, kutokukuhudumia, sijui nini, hapo kuna nguvu za giza zimetumika. Wewe vipi wewe? Huko sasa unaita masuala mengine, mambo ya uchawi hayo tena ndugu yangu. Kwa sababu kwa akili ya mtu wa kawaida kabisa, amnyanyasa mke wake, licha kumnyanyasa tu anampiga, sijui ampi chakula, hapana. Yaani hapo kwa macho yako haya mawili uwezi ukaona, mpaka uwe na jicho la tatu. Hapo kuna uchawi. Na uchawi upo na watu wanaotumia na vitu vya kawaida sana. Alafu wewe ni rafiki yangu, nakupenda sana, wewe mwenyewe unajua. Hapo inabidi tutumie hilo jicho la tatu, hilo jicho la tatu hilo, kwa sababu sio kama nakusimulia hivyo vitu, hata mimi mwenyewe navifanya sana tu. Viki, shoga yangu, tutumie uchawi, kwa sababu yaani mimi na imani uchawi hapo unaweza kutumika na kila kitu kikaenda sawa. Usione watu tunang'aa tukolelelele ukahisi kwamba kuna vitu watu tunafanya, ila wewe kwa sababu huna uwezi kujua. Si unaelewa shoga yangu? Sawa shoga yangu, mimi sijakataa, ila mambo ya uchawi ndugu yangu yanataka hela, na kani nilikwambia mimi maisha yangu kama hivi sina hata hiyo 100. Hapo kwenye hela shoga yangu siwazi. Hapa na kichwa changu hicho kimoja naenda kukipiga, nikirudi narudi na hela. Basi sawa, mimi nani tena mpaka nipinge wakati wewe umesema. Haya, utakaponyanyua miguu na mimi nipo ndugu yangu. Mimi mwenyewe maisha nishachoka. Hayo ndo nataka mtu jasiri. Kwa hiyo ndo hivyo. Sawa. Mafuta ameisha tena. Njia ni ndefu, moyo umechoka, lakini bado nasonga mbele. Giza linakuja, mwanga upo karibu, naamini kesho itabadilika. Maisha yanaendelea, hata kama moyo unaumia, usikate tamaa. Kesho kuna mwanga mbele. Yanaendelea. Mungu ambariki babangu na mama ili wapate gari, wapate hela ya kununulia viatu na madaftari. Dunia ya maisha, dunia ya maisha, dunia ya maisha, dunia ya maisha.